Wajumbe wa halmashauri waliopo waseme. Karibu baba. Asante kwa nafasi hii. Shehe wa mkoa wa Simiyu pamoja na mashehe wilaya, itifaki imezingatiwa. Niko hapa kwa niaba ya Wizara ya Afya. Kwa majina naitwa Dr. Heri Makamu Peter Aleko kutoka zahanati ya Kirumba. Na mali hapa nipo hapa maalum kwa ajili ya kupatia elimu fupi ya wazi kuhusu tishio la mlipuko wa ugonjwa unaoitwa Mpox. Na mimi naomba muda wako mfupi sana, nitakupitisha katika machache yanayohusu ugonjwa huo. Mpox ni moja ya magonjwa yanayosababishwa na virusi, ambapo ugonjwa huu unasababishwa na kirusi unaoitwa monkeypox. Monkeypox ni virusi vilipo katika familia moja na virusi vya kawaida ambavyo vipo katika jamii yetu, ikiwemo kirusi cha chickenpox ambapo tunaita matekuanga au ugonjwa wa ndui, pamoja na ugonjwa wa surua. Kwa ni virusi ambavyo vinaambatana na magonjwa haya ambayo nimeyataja hapo. Na vyanzo vya virusi hivi vinapatikana hasa katika wanyama kama ngedere, sokwe, swala. Kwa hiyo mtu kupata maambukizi ni rahisi kupitia wanyama hawa ambao wameambatanishwa hapo, mara nyingi wanabeba virusi hivyo. Kwa hiyo lakini unaweza ukasikia ugonjwa huu wa Mpox ukauogopa na ukahisi utaupateje. Naomba nikutajie vitu ambavyo vinaweza kupelekea ukapata ugonjwa wa Mpox. Ugonjwa wa Mpox unaenezwa kupitia au kutokana na njia mbili kuu. Njia ya kwanza ni kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Lakini njia ya pili ni kutoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu mwingine. Kwa maana gani? Si wanyama wote tulionao walioathirika na virusi vya monkeypox. Lakini kutoka kwa mnyama aliyeathirika kwenda kwa binadamu ambaye hana virusi, hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni kutoka kwa binadamu aliyeathirika au aliyeshambuliwa na virusi vya monkeypox kwenda kwa binadamu asiyekuwa na virusi. Hivyo hii inatokea hasa katika njia ya kwanza, kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Hii inahusika hivi: kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, hii itatokea pale ambapo unapogusa majimaji ya mnyama, damu au mate, au kungatwa, kukwaruza kwa kutoka kwa mnyama mwenye virusi hivyo. Mfano nyani, sokwe, ngedere, tumbili au swala, hasa kwa wale tunaopenda kula nyama pori. Njia ya pili ni kutoka kwa binadamu aliyeathirika na virusi hivi kwenda kwa binadamu asiyekuwa na virusi, ambapo hii itatokea pale utapogusana moja kwa moja na mtu mwenye maambukizi, kukumbatiana pamoja na mtu mwenye virusi hivi, utapata ugonjwa huo. Lakini pia sawia na hilo, kujamiana pamoja na mtu mwenye virusi vilivyotajwa hapo juu, kugusana kwa majimaji ya mwili kama jasho, mate na vinginevyo. Lakini majimaji yale yatokao katika njia ya hewa, hii huweza kupelekea wewe kupata maradhi hayo ya Mpox. Lakini pia tunaweza kupata maambukizi hasa kwa watoto wetu, kutoka kwa mama mjamzito kwenda kwa mtoto wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua. Kwa unapata maradhi haya, kuwa makini na mwanao, hasa katika kunyonyesha, kuwa makini usimwambukize mwanao. Lakini utamtambueje mtu mwenye maradhi haya ya Mpox? Kuna dalili mbalimbali ambazo hujionesha kwa mtu mwenye maambukizi ya Mpox, ambapo dalili hizi huambatana na mtu mwenye virusi hivyo. Kwanza, atakuwa na upele maeneo mbalimbali ya mwili, ikiwemo usoni, mikononi, miguuni na sehemu za siri. Utatokiwa na vipele mbalimbali. Kwa kama una dalili hizo, basi nisikiliza kwa makini. Si kila mtu mwenye upele utakayekutana naye ana ugonjwa wa Mpox. Hapana. Lakini vipele hivi vinaambatana na kuvimba kwa tezi. Kama mtu afahamu tezi zikoje, kwa lugha nyingine ni mitoki.
wengine wanaita hivyo. Tezi hukaa katika chini ya mashavu au kwenye kwapa. Unakuta mtu anakuwa na viuvimbe vidogo vidogo kwenye hivyo. Hii ni ishara mojawapo kwamba ana dalili za maradhi ya mpox. Lakini vile vile viupele hivi vitaambatana na homa kali, maumivu ya kichwa, vidonda kooni, maumivu ya viungo ikiwemo misuli na mgongo. Kwa hiyo ukimwona mtu mwenye dalili kama hizi, hebu toa taarifa katika taasisi au piga namba 199 kupata msaada zaidi. Kwa hiyo nimekwisha kueleza kwamba ugonjwa huu baada ya kupata maambukizi ya virusi hivyo, dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 1 hadi siku 21. Lakini kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, dalili hizi zinaweza kuondoka zenyewe kuanzia wiki 2 kutoka siku ya maambukizi, kutoka siku ya dalili mpaka wiki 4 dalili hizi zinakuwa tayari zimekwisha kupotea. Lakini nikikukumbusha kwamba hatuna tiba ya moja kwa moja wa kutibu ugonjwa huu, ila tunakutibu kulingana na dalili ambazo umejitokeza nazo. Lakini sasa umeusikia dalili zake, waweza vipi kujikinga na ugonjwa huu wa mpox? Naomba unisikilize kwa makini uweze kuwa salama. Maana ukiwa salama wewe, Tanzania inakuwa salama. Naomba nikuletee njia hizi 10 kwa ajili ya zinazoweza kukusaidia kujikinga na ugonjwa huu. Jambo la kwanza, tumia vitakasa mikono na wakati wa kunawa mikono kwa maji yanayotiririka. Nawa mara kwa mara ili kuzuia maambukizi dhidi yako. Epuka kugusana na majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi wa ugonjwa wa mpox. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa mpox, kusalimiana, kukumbatiana, kubusiana, kushikana mikono au kujamiana. Epuka kula au kugusana na mizoga ya wanyamapori, jamii ya nyani. Epuka kusogeleana karibu na mtu mwenye dalili za mpox wakati mnaongea. Jamani, unapokuwa unaongea na mtu mwenye dalili ambazo tumezitaja hapo juu, mapele ambayo hujaelewa vizuri, angalau weka distance kati yako wewe na mtu mwenye maambukizi ili kuzuia maambukizi baina yako wewe na watoto. Nafikiri tunaelewana kidogo. Jambo lingine, vaa barakoa ikiwa unaongea na kwa karibu na mtu aliye na dalili za ugonjwa huu. Vaa kinga, barakoa ili kuzuia wale wadudu wasiingie katika njia yako ya hewa, utakuwa salama. Unapokohoa au kupiga chafya, ziba mikono kwa kiwiko ili kuzuia majimaji na makamasi. Unapokohoa na unajua tayari umekwisha kupata hivi virusi, ili kulinda familia yako, jaribu kuweka kiwiko cha mkono namna hii ili kukohoa na kukinga virusi visiambatane au zisienee kwenda kwa watu wengine. Epuka kujamiana na mtu mwenye maambukizi kama nilivyosema. Safisha na takasa sehemu zote ambazo vimeguswa mara kwa mara. Kama unajua umesalimiana na watu mara kwa mara, tafadhali jitahidi kusafisha mikono kwa wakati. Lakini nikukumbusha kwamba namba hili ulisikia kwa makini. Ili kukabiliana na tishio la ugonjwa huu wa mpox katika jamii, ni jukumu lako kila mmoja kuzingatia kanuni za afya, elimu ya afya na maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya kama nilivyokuja mbele yenu siku ya leo na kutoa maelekezo kama hayo. Tanzania inakuwa salama wewe ukiwa salama. Hivyo kumbuka kula vizuri, mlo kamili ili kuimarisha afya yako. Ugonjwa huu unaosumbua sana watu ambao wenye kinga ya mwili ambayo iko chini, ikiwepo ni watoto ambao wana utapia mlo, wazee pamoja na waathirika. Hivyo basi ni kuhamasishe, unapokula vizuri mlo kamili, tunajenga kinga ya mwili na kuwa vizuri. Hivyo hata pale kwenye maambukizi hayo ni rahisi mwili wako kupambana na maambukizi haya. Tafadhali tuzingatie hilo. Usafi utatusaidia sana kujikinga na maradhi haya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Iqra FM.